Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Urusi imesema kwamba vitendo vinavyofanywa na wanachama wa NATO vitawagharimu katika nyakati hizi. Urusi ambayo ilitoa tahadhari mara kwa mara juu ya mazoezi ya kijeshi yanayofanywa na NATO karibu na mipaka yake, Moscow inasema itajibu vitendo hivyo vya fujo vya NATO, na ni kutokana na kazi ambayo wanaifanya NATO katika mipaka ya Urusi. Kulingana na Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin, amesema kwamba Moscow imehifadhi yote ambayo yanafanywa na NATO katika maeneo ya mipaka, na imesema kwamba inahifadhi haki ya kutenda kwa uhuru katika suala la kupeleka makombora ya masafa ya kati na masafa mafupi, na inaweza kutumia ikiwa italazimika kujibu hatua za NATO karibu na mipaka ya Urusi, anasema Bwana Peskov. Bwana Peskov anasema kwamba ikiwa itatulazimu tutatumia makombora ya masafa marefu na hata makombora ya masafa mafupi na hata ya kati, kutokana na jeuri zinazofanywa na baadhi ya wanachama wa NATO. Wakati huu naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov anasema katika mahojiano na shirika la habari la serikali la TASS kwamba usitishaji wa Urusi juu ya kutumwa kwa makombora ya masafa ya kati na mafupi ulikuwa wa karibu kumalizika, lakini Magharibi imeshindwa kufahamu kujizuia kwa Moscow. Moscow, baada ya kuona kwamba Marekani imeingilia kati katika kumaliza mzozo, imeona kwamba pengine labda rais wa sasa Bwana Donald Trump amekuwa na hamu ya kuona amani ikiwepo katika maeneo ya mashariki mwa Ulaya, lakini kuna baadhi ya wanajeshi ambao wanaendeleza mazoezi katika eneo hilo la mashariki mwa Ulaya. Huku ni kuitafuta Urusi. Wanataka kuona Urusi ikinyosha makucha yake dhidi yao. Urusi italazimika kujibu hatua kali za NATO na nchi za NATO, ikiwa ni pamoja na wanachama wapya wa NATO walio karibu na mipaka yetu. Hawa wataumia sana. Kwa hakika tunahifadhi haki ya kutendewa, haki ya kutenda kwa uhuru, na wakati fulani hakuna kitu kitakachozuia vitendo vyetu, Peskov alibainisha alipoulizwa ikiwa kumalizika kwa kusitishwa kwa Urusi kuna maanisha kuwa nchi ilikuwa tayari kupeleka silaha za masafa ya kati na masafa mafupi katika maeneo magumu zaidi ya usalama. Urusi mara kadhaa imekuwa ikieleza kwamba NATO imekuwa ikifanya mazoezi karibu na mipaka yake, na ililazimika kueleza baadhi ya mataifa kama vile Finland pamoja na Sweden ambazo zipo karibu na mipaka ya Urusi kwamba zisiwe wanachama wa NATO, kwani mpango wa NATO ni kuleta karibu majeshi yake na kuleta chokochoko katika maeneo hayo. Na kwa mujibu wa rais wa Urusi Bwana Putin, aliwahi kueleza wazi kwamba vitendo hivi vinahatarisha amani katika maeneo hayo na kwamba Urusi italazimika kujibu. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Putin aliwahi kueleza kwamba mataifa ya NATO yatakumbana na aina yoyote ya makombora ambayo Urusi itaamua pale ambapo yataamua kuingilia kati kile kinachoendelea nchini Ukraine. Anasema kwamba mpango wao ni kuona wanaingiza majeshi nchini Ukraine, lakini ole wao taifa lolote ambalo litaingiza makombora ya masafa marefu ama itaamua kuingiza wanajeshi wake kwa ajili ya mapambano dhidi yetu, tutahakikisha tunaishambulia kwa makombora yetu ya masafa marefu. Urusi inategemea makombora ya aina mbalimbali ambayo yana ufanisi wa hali ya juu. Moja kati ya makombora hayo ni kombora la Saturn, lakini pia makombora hivi karibuni ya Oreshnik ambayo yana uwezo mkubwa, na hadi wakati huu limerushwa kombora moja tu ambalo mataifa ya Magharibi yameona hali ilivyokuwa nchini Ukraine na lilifanywa uzinduzi tu, na kwamba bado hawajaamua kulitumia katika uwanja wa vita, na hivyo wanatoa tahadhari dhidi ya mataifa ya Magharibi hasa wanachama wa NATO katika kukaribia mipaka ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.